Unamkumbuka Dele Alli, kijana ambaye aliwahi kuitikisa Premier League kwa kiwango cha juu sana, na kwa muda mfupi tu akawa mmoja wa wachezaji waliotegemewa zaidi England. Lakini leo hii jina lake halisikiki tena kama zamani. Nini kilitokea? Hii siyo stori ya kawaida ya mchezaji kushuka kiwango. Hii ni hadithi ya maisha, hadithi ya mafanikio ya haraka, shinikizo kubwa na mapambano ya ndani ambayo wengi hawakuyaona. Mwanzo wa safari. Dele Alli hakuzaliwa kwenye maisha ya kifahari. Utoto wake haukuwa rahisi. Alikuwa kwenye mazingira magumu, akiwa na changamoto za kifamilia ambazo zilianza kumwathiri mapema kabisa. Wakati watoto wengine wanafurahia utoto, yeye alikuwa tayari anakabiliana na hali ngumu za maisha. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichompa matumaini: soka. Alianza kucheza akiwa mdogo, na haraka sana watu waliona kuwa ana kipaji cha kipekee. Hakuwa tu mchezaji wa kawaida. Safari yake ilianza kuonekana zaidi alipocheza ligi ndogo England, kabla ya kuvutia macho. Hapo ndipo maisha yake yalibadilika kabisa. Chini ya kocha Mauricio Pochettino, Dele Alli alipewa nafasi ya kucheza. Alianza kufunga mabao, alionyesha ubunifu na confidence yake ilionekana kila alipogusa mpira. Mashabiki, wachambuzi, alikuwa mmoja wa vijana bora kabisa. Kulikuwa na kipindi kila mechi alionekana kutisha. Alifunga mabao dhidi ya timu na jina lake likaanza kulinganishwa na mastaa. Wengi waliamini huyu ndiye angekuwa swala ya soka mwanzo wa kuanza. Lakini kama ilivyo kwa hadithi nyingi, mabadiliko yalianza. Performance yake ilianza kushuka, mabao yakapungua, na uwanjani hakukuwa tena na ule ubunifu wa zamani. Watu wakaanza kujiuliza, ni nini kinachoendelea? Pressure ikaongezeka. Kila mechi aliyocheza alionekana chini ya kiwango, na mitandao ya kijamii haikuwa na huruma. Baada ya kuondoka kwa Mauricio Pochettino, mambo yalibadilika kabisa. Makocha wapya hawakuwa na mfumo ule ule, na Dele Alli akaanza kupoteza nafasi yake kikosini. Alikaa benchi mara nyingi. Confidence yake ikaendelea kupungua, na taratibu akawa si yule tena. Alipoondoka Tottenham Hotspur, wengi walidhani huu ndio mwanzo mpya, lakini haikuwa rahisi. Kila alipojaribu kurudi kwenye kiwango chake, alishindwa. Na kwa mara ya kwanza, mashabiki walianza kukubali ukweli mchungu, kwamba labda Dele Alli wa zamani hatarudi tena. Ukweli uliofichika. Lakini nyuma ya kushuka kwake, kulikuwa na stori ambayo wengi hawakuijua. Katika mahojiano ya wazi, Dele Alli alifunguka kuhusu maisha yake. Alielezea changamoto za utotoni, malezi magumu, na jinsi alivyoathirika kisaikolojia. Alikiri pia kupambana na matatizo ya afya ya akili, kitu ambacho mara nyingi hufichwa kwenye dunia ya soka. Hapo ndipo watu walipoanza kuelewa kwamba hii haikuwa tu kuhusu soka, ilikuwa ni vita ya ndani. Somo kubwa. Stori ya Dele Alli inatufundisha kitu muhimu sana, kwamba mafanikio yanaweza kuja haraka, lakini kuyadumisha ndiyo changamoto kubwa zaidi. Na mara nyingi tunachokiona uwanjani sio picha kamili ya maisha ya mtu. Je, anaweza kurudi? Swali ambalo wengi bado wanajiuliza ni hili: je, Dele Alli anaweza kurudi tena? Je, bado ana nafasi ya kuandika upya historia yake? Ukweli ni huu: kipaji bado kipo, lakini safari ya kurudi ni ngumu kuliko ile ya kupaa. Kutoka kuwa superstar mpaka kupoteza mwelekeo, na sasa kupambana kurudi tena. Hii sio tu stori ya soka, ni stori ya maisha, na labda bado haijaisha.